Wananchi wametakiwa kutumia mfumo mpya wa kidigitali unaoweza kusaidia kukabiliana dhidi ya maafa yanayoweza kutokea katika mazingira mbalimbali nchini. Wito huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji Kamisheni ya kukabiliana na maafa Zanzibar, ndugu Makame Khatibu Makame, wakati walipokuwa wakitoa taaluma kutokana na mfumo wa kisasa unaoweza kusaidia kukabiliana na maafa katika ukumbi wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC Maisara, wilaya ya Mjini Magharibi. Amesema mfumo huo utaweza kuwasaidia wananchi kuwaweka pamoja kidigitali na kurahisisha uwasilishaji wa taarifa za maafa ambazo zinaweza kutokea nchini. Tayari tumepata wasilisho la awali, lakini la pili kutokana na maoni ya wadau. Sasa umefika wakati ya kuthibitisha mfumo wetu huu. Kwa hiyo kikao chetu cha leo tumewaalika baadhi ya wakurugenzi lakini na baadhi ya wakuu wa sekta mbalimbali kwa ajili ya kuja kuvalidate mfumo huu. Na tunategemea maoni yao ya leo sasa yatakamilisha hatua ya mbele na kwenda kwamba lengo baadaye ni kuzindua huu mfumo na uweze kutumika rasmi. Mfumo una moduli takriban 5 ambao utahusisha masuala ya elimu, lakini pia kuna masuala ya tahadhari, masuala ya mawasiliano, lakini pia utajikita katika kupeleka taarifa za matukio. Kwa hiyo na utakuwa ni mfumo shirikishi ambao unagusa sekta zote, ambazo sekta zitapata fursa ya kuingiza masuala yao ya kukabiliana na maafa katika maeneo yao kitaalamu, na hii itawezesha jamii pia kupokea taarifa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo lengo la mfumo ni kuwaleta sasa wadau ama wananchi, lakini pia sekta zetu kukaa pamoja, kusomana masuala ya maafa, lakini pia kuweza kuchukua hatua stahiki kwa wakati na kwa ufanisi mkubwa. Msingi kwanza ni mahitaji ya nchi yetu na mahitaji ya dunia katika mifumo ya kidigitali. Lakini pili, na sisi Zanzibar, swala la maafa sasa ni swala ambalo linahitaji coverage kubwa. Wananchi wanahitaji kupata taarifa kwa haraka, lakini pia linahitaji sekta zetu kuunganika kwa pamoja. Huko nyuma tunakotoka kila mmoja alikuwa anafanya kazi kwa utaratibu wake, lakini sasa hivi matukio haya yakiripotiwa, maana yake tunategemea zimamoto ataliona, KEMKEM ataliona, mamlaka ya usafiri baharini ataliona, lakini mamlaka ya viwanja vya ndege ataliona. Kwa hiyo sekta zetu tutakuwa tumezijumuisha pamoja. Lakini mbali la hilo kwamba kimsingi tutaweza kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo lengo la maafa kama kamisheni ya kukabiliana na maafa ni kuratibu masuala haya maafa. Sasa kwenye eneo la uratibu lazima sekta tuziweke pamoja tuweze kuratibu kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo lengo la mfumo huu ni kuweza kuondoka kwenye ile changamoto ya awali, kila mmoja kuwa na mfumo wake, kuwa na utaratibu wake, lakini mfumo sasa utatuunganisha pamoja na kuweza kuratibu, lakini pia kuweza kukabiliana na majanga ama maafa yanaweza kutokea kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo hili ni eneo moja, niseme ni eneo la mapinduzi ya kidigitali katika eneo hili la maafa, lakini pia ni eneo ambalo litatoa fursa kwa wananchi na wao kuripoti matukio haya ya maafa na kuweza kupata mrejesho wa kile ambacho kinafanyika. Mimi ni Abdrahman Awais. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni ASAM Online TV.